Kwa miaka mingi zimekuwepo tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika kuhusiana na wanadamu. Miongoni mwa tafiti za kisaikolojia ambazo zimewahi kufanyika na kuzaa matunda katika ulimwengu wa saikolojia ni namna ambavyo muonekano wa mwanadamu unavyoweza kueleza mambo mengi ambayo yanahusiana na mwanadamu. Hii inamaanisha kuna baadhi ya maumbile mwanasaikolojia akiyatazama tu kutoka kwako anaweza akajua wewe ni mtu wa aina gani, una hulka gani na una tabia gani kiujumla katika maisha yako. Kwa sababu hiyo, leo nimeuchagua utafiti mmoja ambao utakwenda kukuacha mdomo wazi, kwani ni utafiti ambao hata mimi nilipokuwa na usoma nilibaki mdomo wazi, nikajiuliza hivi kumbe inawezekana? Utafiti huu unaelezea namna ambavyo umbo la mdomo wa mwanadamu linavyoweza kueleza kila kitu kuhusiana na sifa, hulka pamoja na tabia za mwanadamu. Nina uhakika utakapotazama video hii mpaka mwisho hautabaki kama ulivyo, kwani utakwenda kuwa mwanasaikolojia ambaye utakapomtazama mwanadamu kupitia umbo la mdomo wake utakwenda kujua mambo mbalimbali ambayo yanamhusu hata kama haujaambiwa na yeyote. Kama umevutiwa na mada hii, basi video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Hivi ndivyo umbo la mdomo wako linavyoeleza kila kitu kuhusiana na wewe. Kundi la kwanza la wanadamu ni wanadamu wenye midomo iliyojaa, yani lipsi, ambazo ni kama zina ujazo mkubwa tofauti na binadamu wengine. Kwa lugha ya Kiingereza, large puff lips, kwa sababu binadamu tumezaliwa tukiwa na maumbo tofauti tofauti katika midomo yetu. Wapo wanadamu ambao utakapowatazama kwenye lipsi zao utaona lipsi zao ni pana, yani zimejaa kuliko binadamu wengine. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kisaikolojia, imekuwa ikiaminika wanadamu wengi ambao wamezaliwa wakiwa na lipsi pana kuliko binadamu wengine, hawa ni watu wenye sifa, hulka na tabia zifuatazo. Namba 1 ni wanadamu wenye mioyo ya huruma kuliko binadamu wengine. Ninaposema binadamu waliozaliwa wakiwa na lipsi pana kuliko binadamu wengine wana roho nzuri, simaanishi binadamu wenye maumbo mengine ya midomo tofauti na hawa wana roho mbaya. Tafadhali msije mkaninuku vibaya mkanipiga mawe. Jambo ambalo namaanisha ni wingi, yani asilimia, kwani tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na lipsi pana kuliko binadamu wengine, hawa wana moyo wa kuwasaidia watu wengine. Ni binadamu ambao huwa ni rahisi kuguswa na matukio ya watu wengine kuliko binadamu wa makundi mengine, na ndio maana binadamu wa kundi hili hawawezi kuona mtu mwingine akiteseka wakamwacha hali ya kuwa wanaweza kumsaidia. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu wa kundi hili alafu hauna huruma kwa binadamu wengine, tutakushangaa, kwani tafiti mbalimbali zinakuonesha kama mmoja kati ya watu wanaotokea katika kundi la binadamu wenye huruma kuliko binadamu wengine. Namba 2 ni binadamu wenye moyo wa kuwajali na kuwathamini binadamu wengine. Kiwango cha kujaliana na kuthaminiana hutofautiana katika moyo wa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Lakini moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, tafiti mbalimbali za kisaikolojia ziliwahi kuthibitisha kuwa binadamu wengi ambao huzaliwa wakiwa na lipsi pana kuliko binadamu wengine wana moyo wa upendo, na ndio maana hawawezi kuona marafiki zao au watu wao wa karibu wakiwa na uhitaji ambao wao wanaweza kuwasaidia alafu wakawaacha. Ni binadamu wasiopenda ubinafsi katika maisha yao, na ndio maana pamoja na kuwa wana mengi ya kufanya katika maisha yao, lakini wapo tayari kuacha mambo yao na kuanza kusuruhisha matatizo ama kusaidia shida za watu wengine, kwani hawawezi kuwa na amani wanapoona watu wao wa karibu wakipitia changamoto mbalimbali. Namba 3 ni binadamu ambao huwa wanafurahia kuwasaidia watu wengine. Unajua, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, katika kutoa misaada, wanadamu tumegawanyika katika makundi mawili.
Wapo wanadamu ambao huwa wanajisikia vibaya wanapotakiwa kuwasaidia watu wengine, na ndio maana huwa wanaepuka kutoa msaada kwa watu wengine. Inawezekana nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wana marafiki wa aina hii. Unapokuwa na shida, marafiki zako hawawezi kujitoa na kuja kukusaidia katika shida yako, lakini wao wanapokuwa na shida, wewe unaweza kujitoa na kwenda kuwasaidia katika shida zao. Ni kwa sababu huwa haufurahii kuona wakipitia katika mihangaiko ambayo wewe unaweza kuwa msaada kwao, lakini huwa unafurahia sana kujitoa na kuwasaidia watu wengine. Basi sifa hiyo wanayo wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na lipsi kubwa kuliko binadamu wengine, kwani tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikiwaonesha kama watu ambao huwa wanafurahia sana wanapoona mtu ana shida alafu wakamsaidia mtu kuitatua shida hiyo, mioyo yao huwa inakuwa na amani. Kwa sababu ya sifa hii waliokuwa nayo, ndio maana asilimia kubwa ya wanadamu hupenda kuwasimulia wanadamu hawa matatizo waliokuwa nayo katika maisha yao, kwani wanadamu hawa wana kawaida ya kuwafanya binadamu wanaokabiliana na matatizo au changamoto za kimaisha wajisikie salama na kuthaminiwa. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu wa kundi hili, ninakupongeza. Endelea na moyo huu kwa sababu wanadamu wengi wanahitaji msaada wako. Namba 4 ni wanadamu wenye hisia kali kuliko binadamu wengine. Moja kati ya sifa waliokuwa nayo binadamu wa kundi hili, hawa ni watu ambao hisia zao huguswa kwa haraka kuliko binadamu wengine. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, wanadamu hutofautiana katika kiwango cha kuguswa hisia zao. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha wapo baadhi ya wanadamu ambao hata wakiona tukio ambalo linagusa hisia, mioyo yao bado huwa haiwezi kuguswa na mambo hayo. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikiwabainisha binadamu wa kundi hili kama watu wenye hisia kali na za karibu kuliko binadamu wengine. Hawa ni watu ambao wanapoona jambo lolote ambalo linagusa hisia, ikiwa linahuzunisha, basi wao watahuzunika kuliko binadamu wengine. Ikiwa ni jambo linalotia majonzi, lazima katika macho yao watatoa machozi, na ndio maana huwa ni wanadamu wenye huruma sana ambao ni warahisi kuwasaidia binadamu wengine. Wanapoona watu wengine wanapitia changamoto mbalimbali ambazo wanaweza kuwasaidia, huwa hawapo tayari kuendelea kuvumilia hali ya kuwa watu wengine wanapitia changamoto. Wapo tayari kujitoa na kuwapa msaada binadamu wengine. Namba 5, hawa ni wanadamu ambao huwa wanafurahia ustawi wa maisha ya binadamu wengine. Unajua, kwenye maisha yetu wapo wenzangu na mimi ambao wanapoona binadamu wengine wanafanikiwa huwa wanaumia kupita maelezo. Lakini binadamu wa kundi hili, hawa ni wazungu, kwani wao hufurahishwa na ustawi wa maisha ya watu wengine. Ni binadamu ambao wanapoona ndugu, rafiki na jamaa zao wanafanikiwa, basi mioyo yao huwa inajisikia amani kuliko wanapoona ndugu, rafiki na jamaa zao wakipitia katika magumu. Wakati wewe ukiwaombea marafiki zako wasifanikiwe, lakini binadamu wa kundi hili huwa wanawaombea marafiki zao wafanikiwe pengine kuliko hata wao, kwa sababu ya tabia yao ya kujali, kulinda na kuwathamini watu wengine. Watu wenye aina hii ya midomo mara nyingi huonekana walezi wazuri, marafiki wa kuaminika na wazazi wenye upendo. Jambo ambalo unatakiwa kujifunza kwa binadamu hawa ni vema kuwathamini watu wengine, kwa sababu watu wengine wanapopata faraja kutoka kwako, basi wewe unakuwa moja kati ya binadamu wenye mchango mkubwa katika uso wa dunia. Kundi la pili la binadamu ni binadamu ambao unapowatazama lipsi katika midomo yao ya juu huonekana mikubwa kuliko ya chini, yani ni kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikibainisha kuwa wanadamu wengi ambao lipsi zao za juu huonekana kubwa kuliko za chini wana sifa, hulka na tabia zifuatazo. Namba 1 ni binadamu wanaojiamini kuliko binadamu wengine. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na midomo ya juu mikubwa kuliko midomo ya chini, na maanisha lipsi, hawa ni watu ambao huwa wanaonekana na ujasiri ambao binadamu wengine hawana. Ndio maana hata wanaposimama mbele za watu wana uwezo mkubwa wa kusimama na kutoa maoni yao bila kumhofia yoyote. Namba 2 ni wanadamu wenye ubunifu mkubwa katika maisha yao.
Pamoja na kuwa wapo binadamu ambao hawapo katika kundi hili la wanadamu, lakini ni wabunifu kwenye maisha yao, lakini ukiangalia asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili, kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kisaikolojia, hawa ni wanadamu ambao wanapenda kufikiria mawazo mapya na kutafuta suluhisho tofauti na vile binadamu wengine wanavyofikiria. Mara nyingi chochote ambacho wanatamani kukifanya kwenye maisha yao, huwa wanatamani kukifanya katika namna ya tofauti ambayo binadamu wengine hawajawahi kuifanya, na ndiyo maana asilimia kubwa ya vitu ambavyo wanavifanya kwenye maisha yao huwa vinakuwa na utofauti, vinakuwa na ubunifu pamoja na mawazo mapya kuliko vilivyowahi kufanywa na watu wengine. Namba 3 ni wanadamu wanaopenda maisha ya kufurahia kila wakati. Moja kati ya sifa ambazo ukiwa nazo basi utaweza kuwanasa binadamu wa kundi hili ni ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu wanaweza kuwa chanzo cha furaha kwa wanadamu wengine, kwani binadamu hawa watakapokuwa katika sehemu ambayo wanahisi kabisa haina amani, hawawezi kuwa na furaha, wana kawaida ya kuondoka haraka sana katika sehemu hiyo. Hivyo kama wewe ni moja kati ya wanadamu wanaotamani kuwa karibu na binadamu wa kundi hili, hakikisha unakuwa mpenda amani. Fanya vitu ambavyo vitawafanya binadamu wa kundi hili waweze kufurahia. Namba 4 ni binadamu wenye hisia kali katika maisha yao. Unajua, wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapopenda huwa hawapendi nusunusu, bali hupenda kwa moyo wote. Basi sifa hiyo wanayo binadamu wa kundi hili. Binadamu wa kundi hili wanapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, hawawezi kuingia kwa mguu mmoja, bali huingia kwa miguu yote, na huwapenda wenza wao kwa moyo wao wote. Na ndiyo maana mahusiano yanapovunjika, binadamu wa kundi hili huwa wanapitia nyakati ngumu sana, hupata maumivu makali kuliko binadamu wengine. Namba 5, wana haiba ya kuvutia. Unajua, wanadamu tuna haiba mbalimbali katika maisha yetu. Kutokana na haiba zetu, kuna nyakati watu wengine hutuchukia na kuna nyakati watu wengine hutupenda. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wana haiba ya kuwavutia watu wengi, na ndiyo maana mara nyingi kila wanapokuwa, basi watu wengi huvutiwa nao. Watu wengi hutamani kukaa karibu nao, yani kwa kifupi ni binadamu wenye mvuto wa hali ya juu pengine kuliko binadamu wengine. Namba 6 ni wachangamfu. Moja kati ya sifa waliokuwa nayo binadamu wa kundi hili ni wanadamu ambao wanapenda kufurahia pamoja na kushirikiana na watu wengine kuleta furaha katika mazingira yao. Tabia yao ya utani, ucheshi, kuzungumza kwa mizaha isiyoumiza mara nyingi, hali hiyo huwafanya wawe vipenzi vya binadamu wengi ambao hukutana nao katika safari yao ya maisha. Namba 7 ni binadamu ambao hawapendi maisha ya mazoea, yani maisha ya kawaida. Ulishawahi kukutana na wanadamu ambao wanapenda changamoto katika maisha yao? Basi binadamu wa kundi hili, tafiti mbalimbali zimekuwa zikiwaonesha ni kama watu ambao wanapenda sana kutatua changamoto katika maisha yao, na ndio maana mara nyingi huwa wanapenda kutafuta changamoto mpya kwenye maisha yao. Ni watu wanaopenda kujifunza mambo mapya, wanapenda uzoefu mpya, lakini wanapokuwa kwenye mazingira ambayo hayawapi uzoefu wowote au changamoto yoyote, mazingira hayo huwa yanawachosha sana binadamu wa kundi hili. Namba 8 ni binadamu waliozaliwa wakiwa na nguvu za ushawishi kuliko binadamu wengine. Unajua, ulimwengu wenye watu zaidi ya bilioni 6, kila mwanadamu ana nguvu zake za ushawishi. Wapo wanadamu wenye nguvu kubwa ya ushawishi kama akina Adolf Hitler, lakini wapo binadamu wengine wenzangu na mimi ambao hawana uwezo mkubwa wa ushawishi, yani nguvu zao za ushawishi zipo chini. Basi tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wengi wa kundi hili ni binadamu wenye nguvu kubwa na uwezo mkubwa wa kuwashawishi binadamu wengine katika mambo mbalimbali kuliko binadamu wengine. Na ndio maana mara nyingi binadamu wa kundi hili hata wanapokuwa katika makundi ya watu, wanaposimama na kuzungumza, watu wengi huwasikiliza na kuwatii kuliko inavyokuwa kwa binadamu wengine. Binadamu wa kundi hili hujieleza vizuri na wanaweza kuwavutia watu kwenye mawazo yao. Kama wewe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili alafu hauwezi kujieleza, hauna nguvu zozote za ushawishi, tutakushangaa, kwani tafiti mbalimbali zinaonyesha unatokea katika kundi la binadamu wenye nguvu kubwa za ushawishi kuliko binadamu wengine. Namba 9 ni binadamu ambao mara nyingi
huwa wana kiu ya kufikia malengo ambayo wamejiwekea katika maisha yao. Unajua, katika maisha yetu wapo baadhi ya watu ambao pamoja na kuwa wanayo malengo ambayo wamejiwekea kwenye maisha yao, lakini hawana kiu ya kuyafikia malengo hayo, na ndio maana kuna wakati wanaweza kuiacha safari ya kuyafikia malengo yao na kuanza kufanya vitu vingine ambavyo haviendani kabisa na malengo ambayo wamejiwekea. Lakini siri kubwa kuhusiana na binadamu wa kundi hili, hawa ni wanadamu ambao wanapojiwekea lengo fulani katika maisha yao, haijalishi mvua itanyesha, jua litawaka, kutakuwa baridi ama kutakuwa joto, wakiamua kufanya jambo hulifuatilia kwa bidii mpaka litakapotimia. Kama lisipotimia, hawatatulia wala nafsi zao hazitokuwa na amani. Na siri hii ndiyo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wawe na mafanikio makubwa kwenye maisha yao kuliko binadamu wengine. Namba 10 ni wanadamu wanaopenda uaminifu katika maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, pamoja na kuwa wapo wenzangu na mimi ambao si waaminifu, ni wadanganyifu, ni waongo, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wa kundi hili huwa waaminifu sana kwa watu wanaowapenda na wanajitahidi kuyalinda mahusiano yao kwa gharama yoyote. Kundi la 3 la binadamu ni binadamu ambao walizaliwa lipsi za midomo yao ya chini zikiwa kubwa kuliko lipsi za midomo yao ya juu. Binadamu wengi wa kundi hili huzaliwa wakiwa na hulka, tabia na sifa zifuatazo. Namba 1 ni binadamu wanaopenda maisha yenye msisimko katika maisha yao. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua kuhusiana na binadamu wa kundi hili, hawa ni wanadamu ambao hawafurahishwi na maisha ya kawaida, yani maisha ya mazoea ambayo binadamu huyaishi katika mzunguko unaofanana kila siku. Kwa lugha rahisi, maisha yanayojirudia kila siku. Hawa ni binadamu ambao mara nyingi wanafurahia au wanatafuta mambo mapya ambayo yatawapa furaha na hamasa ya kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Ndiyo maana binadamu wengi wa kundi hili wanapofanya kazi ambazo zinakuwa zinajirudia huwa wanahisi uchovu sana. Kwa mfano, mtu wa kundi hili akiwa anaenda kila siku ofisini, mazingira yale, kazi zile, huwa hafurahii tena mazingira hayo ya ofisini. Mara nyingi ataanza kutafuta jambo jipya ambalo litampa hamasa ya kuendelea kutimiza majukumu yake ya kila siku. Namba 2 ni binadamu wanaochukia kukaa sehemu moja kwa muda mrefu. Wapo wenzangu na mimi ambao hata ukiwaweka ndani kuanzia asubuhi mpaka jioni wanajisikia amani na wanakuwa vizuri kabisa. Lakini binadamu wa kundi hili wanachukia sana hali hiyo, yani kama utawakalisha sehemu moja kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwanza kabisa watajisikia uchovu sana. Lakini hata wanapokuwa wanafanya kazi katika ofisi, kukaa ofisini au kufanya kazi ile kila siku kuna wafanya wajihisi uchovu wa hali ya juu ndani yao. Ni wanadamu ambao wanapenda kazi au shughuli zenye mabadiliko na changamoto mpya. Ni watu ambao wanapofanya shughuli kama za kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine hujisikia amani na huhisi hamasa ya kweli ndani yao katika kutimiza majukumu yao kuliko wanapofanya kazi katika eneo moja kwa muda mrefu. Namba 3, hawa ni binadamu wanaopenda kusafiri na kugundua maeneo mapya katika maisha yao. Moja kati ya sifa ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini kuhusiana na binadamu wa kundi hili, hawa ni wanadamu ambao huwa wanafurahia zaidi maisha wanapokuwa wanasafiri kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine ambayo hawajawahi kufika. Huwa na hamu ya kutembelea sehemu tofauti katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Wanapenda kujifunza tamaduni mpya kwenye maisha yao. Wanapenda kupata uzoefu ambao hawajawahi kuupata kwenye maisha yao. Wanapokuwa kwenye maisha ya namna hiyo, wanafurahia zaidi na kuhisi duniani ni sehemu salama kwao ambayo inawapa furaha na amani. Namba 4 ni binadamu wanaopenda kudadisi vitu katika maisha yao. Binadamu wa kundi hili wanapenda kuuliza maswali mbalimbali ili waweze kujua mambo mapya ambayo hawayajui.
hawaridhiki kiurahisi mpaka waelewe jambo kwa undani, na ndiyo maana kama wewe ni mmoja kati ya wanadamu ambao hawapendi kuulizwa maswali, utakapokuwa na ukaribu na binadamu wa kundi hili, utajikuta kila muda unakuwa na hasira, kwa sababu hawa ni watu ambao hawawezi kukaa kimya ikiwa hawajaelewa. Wanapenda kugundua vitu, wanapenda kujifunza vitu ambavyo hawakuwa wakivielewa. Kama nilivyokuambia, hawatonyamaza kama hawaelewi kitu ambacho wanaamini wewe unakijua. Lazima watakusumbua, na tabia yao ya udadisi waliokuwa nayo katika maisha yao ni moja kati ya tabia ambazo zimepelekea binadamu wa kundi hili wawe na ufahamu wa mambo mengi kuliko binadamu wengine. Namba 5 ni binadamu wachangamfu katika maisha yao na wanafurahia maisha zaidi pindi wanapokuwa na watu wengine. Wapo wale wenzangu na mimi ambao wanapenda kukaa peke yao. Amani na furaha yao huwa inatoweka kabisa pindi wanapokuwa katika makundi mbalimbali ya watu. Lakini binadamu wa kundi hili ni tofauti kabisa na watu hao, kwani tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wengi wa kundi hili ni wachangamfu sana katika maisha yao. Lakini pia ni watu ambao huwa wanajisikia furaha na amani pindi wanapokaa na watu wengi ili waweze kuzungumza nao, kushirikiana nao na kujenga urafiki mpya. Ndio maana ni watu wanaopenda marafiki wapya katika maisha yao. Mara nyingi hujisikia vizuri wanapokuwa kwenye makundi ya watu, yaani binadamu wa kundi hili wanapokuwa katika maeneo ambayo yana mkusanyiko wa watu, huwa ndani yao wanajisikia furaha na amani, kwa sababu watabadilishana uzoefu na watu wengine. Kwa sababu wanapenda kuongea, watakuwa na watu ambao wanaweza kuzungumza nao wakafurahia maisha kuliko wanapokuwa peke yao. Namba 6 ni binadamu ambao hukubali mabadiliko kwa urahisi. Unajua, katika mabadiliko binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo binadamu ambao hawapendi mabadiliko kwa sababu huwa wanaogopa mabadiliko. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wengi wa kundi hili huyachukulia mabadiliko kama fursa ya kujifunza au kukua. Wapo tayari kujaribu vitu vipya bila kujali vitu hivyo vitakuwa na athari gani katika maisha yao, kwani sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wawe na mafanikio kuliko binadamu wengine ni kwa sababu huwa hawahofii mabadiliko yoyote katika maisha yao. Kwa sababu ya hali hiyo, wana jitihada kubwa ya kuthubutu mambo ambayo hawakuwa wakiyajua kwenye maisha yao ili wakapate uzoefu mpya ambao kwa namna moja au nyingine utakwenda kuleta mabadiliko ya kweli kwenye maisha yao. Namba 7 ni binadamu wanaopenda ukamilifu katika maisha yao. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wawe na msongo wa mawazo ni kwa sababu inapotokea wamefanya jambo fulani alafu jambo hilo likashindwa kufikia kiwango ambacho walikuwa wanakihitaji, ni binadamu ambao huwa wanapoteza furaha kabisa. Ni kwa sababu tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha hawa ni watu ambao wanapenda kufanya vitu kwa ukamilifu wa hali ya juu. Namba 8 ni wanadamu ambao ndani yao wana nguvu ya uongozi. Moja kati ya sifa kuhusiana na binadamu wa kundi hili kwa sababu ya uchangamfu wao, ucheshi waliokuwa nao na upendo dhidi ya watu wengine hupenda kuwaona kama viongozi. Yaani binadamu wengi wa kundi hili wanapokuwa katika makundi mbalimbali ya wanadamu, alafu katikati yao akahitajika kiongozi kwa sababu ya sifa, tabia na hulka zao, watu wengi hupenda kuwachagua binadamu wa kundi hili ili wakawe viongozi wao, kwani huwatazama kama marafiki, familia au watu ambao wanawahitaji kwenye maisha yao kwa ajili ya kuwakilisha mawazo na fikra zao. Namba 9 ni binadamu wanaovutiwa na changamoto mpya katika maisha yao. Unajua, moja kati ya sifa ya kushangaza na kustajabisha kutoka kwa binadamu wa kundi hili, hawa ni wanadamu ambao wanapokutana na jambo gumu katika maisha yao, mara nyingi huliona jambo hilo kama nafasi ya wao kujifunza badala ya sababu ya kukata tamaa. Na kutokana na sifa hii, ndiyo maana binadamu wengi wa kundi hili hufanikiwa zaidi kwenye maisha yao kuliko binadamu wengine, kwani binadamu wengi wanapopitia changamoto ngumu katika maisha yao hujikuta wakikata tamaa na kuacha kufanya yale ambayo walikuwa wanayafanya. Lakini binadamu wengi wa kundi hili mtazamo wao huwa unakuwa chanya. Hata katika mambo magumu huyatumia mambo magumu kujifunza badala ya kukata tamaa. Namba 10 ni watu wanaopenda kuacha kumbukumbu nzuri katika maisha yao.
Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua kuhusiana na binadamu wa kundi hili, kwao maisha si kukusanya vitu pekee, bali ni kukusanya uzoefu. Wanataka kila hatua ya maisha iwe na hadithi ya kusimulia. Wanapenda kufanya vitu vizuri, na ndio maana wanapenda kuwatendea watu wengine mambo mazuri, na hata wanapopewa kazi, basi wanapenda kufanya kazi kwa utimilifu wa hali ya juu. Kundi la 4 la binadamu ni binadamu wenye midomo ya kawaida, yani ordinary lips. Hawa ni binadamu ambao lips zao za juu huwa zinakuwa za kawaida, si kubwa wala si ndogo, na zinalingana sawasawa na lips zao za chini. Ukiangalia zinakuwa kwenye uwiano sawa kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikiwabainisha binadamu wa kundi hili kama binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa, tabia na hulka zifuatazo. Namba 1, wana usawazo wa kihisia kuliko binadamu wengine. Mara nyingi ni binadamu wanaoweza kudhibiti hisia zao vizuri kuliko binadamu wengine. Hawafanyi maamuzi ya haraka wala hawafanyi maamuzi ya kukurupuka ambayo huzaliwa kutokana na hisia zao, bali wao hufanya maamuzi kwa kutumia logic kwenye maisha yao, na ndio maana asilimia kubwa ya maamuzi ambayo binadamu wa kundi hili huyafanya katika maisha yao huwa ni maamuzi sahihi, kwani si maamuzi ya hasira, huzuni wala msisimko mkubwa waliokuwa nao. Namba 2, ni wasikilizaji wazuri. Pamoja na kuwa binadamu yeyote anaweza kuwa msikilizaji mzuri, lakini ukipima katika asilimia, tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikiwabainisha binadamu wa kundi hili kama wanadamu wanaopenda kusikiliza maoni ya wengine kabla ya kutoa uamuzi ama ushauri. Namba 3, ni wanadamu wanaopenda amani katika maisha yao. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikiwabainisha binadamu wa kundi hili kama watu ambao huepuka migogoro isiyokuwa ya lazima katika maisha yao na hujitahidi kutatua matatizo kwa mazungumzo na maelewano kuliko marumbano au mapigano katika maisha yao. Namba 4, ni waaminifu sana katika mahusiano. Zipo tabia mbalimbali katika mahusiano tunapozungumzia uaminifu. Wapo wanadamu ambao pamoja na kuwa wapo kwenye mahusiano na wenza wao, lakini bado ni wachepukaji, kwa kifupi si waaminifu. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikiwabainisha binadamu wa kundi hili kama watu ambao huthamini uaminifu na kujitahidi kujenga mahusiano ya kudumu yenye heshima na maelewano kwenye maisha yao, na ndio maana binadamu wengi wa kundi hili hawawezi kuchepuka kwa sababu wanathamini uaminifu katika maisha yao. Namba 5, wanakubali maoni tofauti. Moja kati ya sifa walizokuwa nazo binadamu wa kundi hili ni wanadamu ambao hawasisitizi kila mara kuwa wao ndio wapo sahihi na watu wengine hawapo sahihi. Hawa ni wanadamu ambao wapo tayari kujifunza kutokana na wengine muda wowote. Ndio maana unapotoa mawazo yako mbele yao huwa hawakasiriki kama wenzangu na mimi ambao unapowashauri wanahisi umewakosoa. Hawa ni watu ambao wapo tayari kuupokea ukweli hata kama ukweli ni mchungu, na wapo tayari kubadilika ikiwa maoni ya watu wengine yataonekana yana usahihi katika fikra zao. Namba 6, ni wavumilivu kuliko binadamu wengine. Moja kati ya sifa waliokuwa nayo binadamu wa kundi hili ni binadamu wasiokata tamaa kiurahisi katika safari yao ya maisha. Wana uwezo wa kusubiri matokeo na kuvumilia changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba kwa muda mrefu, na sababu hii ni moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wafanikiwe, kwani uvumilivu ni moja kati ya kanuni za mafanikio kwenye maisha yetu. Namba 7, ni wanadamu wanaopenda kupanga maisha yao. Unajua, wapo wengine ambao maisha yao huwa hayapo katika mpangilio. Ukiwauliza ratiba yao ya siku nzima ikoje, hawana majibu, bali wao kila kinachokuja mbele yao ndiyo halali yao. Lakini sifa mojawapo ya binadamu wa kundi hili, hawa ni wanadamu ambao hufikiria kabla ya kuchukua hatua na hupenda kuwa na mpango wa kufikia malengo yao. Ndio maana wana tabia ya kuipangilia siku yao wakati wa asubuhi ama siku moja kabla. Namba 8, ni wanadamu wanaothamini heshima katika maisha yao. Binadamu wengi wa kundi hili huwatendea wengine kwa heshima,
bila kujali hadhi au nafasi zao wala imani zao. Ni watu wanaopenda usawa na wanapenda kuwaheshimu watu bila kujali watu hao wana nafasi gani katika maisha yao. Ndiyo maana binadamu wengi wa kundi hili wanaheshimika, kwani huwaheshimu wadogo pamoja na wakubwa. Namba 9, ni watu wa kuaminika katika jamii ambazo wanaishi. Wakati wenzangu na mimi wakiahidi, alafu muda wa kutimiza ahadi zao unapofika, wanaanza kupiga chenga. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wengi wa kundi hili wanapoahidi jambo fulani kwenye maisha yao, basi huwa wanahakikisha wanalitimiza jambo hilo. Watu wengi huwaamini kwa sababu ya uwajibikaji katika ahadi ambazo huwa wanazitoa kwenye maisha yao. Namba 10, ni binadamu ambao wanapenda maisha yenye utulivu. Binadamu wa kundi hili hawapendi drama, hawapendi migogoro ya mara kwa mara, hufurahia mazingira yenye amani na maelewano. Ndiyo maana wanapogundua wapo kwenye mazingira yasiyokuwa na amani, ni rahisi sana kuondoka haraka kwenye mazingira hayo. Kundi la 5 la binadamu ni binadamu waliozaliwa wakiwa na midomo yenye lipsi nyembamba. Hawa ni binadamu ambao utakapotazama midomo yao utakuta lipsi za juu ni nyembamba kama zilivyokuwa lipsi za chini. Kulingana na elimu ya physiognomy, elimu inayohusiana na tafsiri za maumbo ya uso pamoja na mwenendo wa mwanadamu, zipo tafiti mbalimbali ambazo zimewahi kufanyika na zikabaini kuwa binadamu wengi waliozaliwa wakiwa na midomo myembamba, hawa ni wanadamu wenye sifa, hulka na tabia zifuatazo. Namba 1, ni watu wanaopenda kujitegemea wenyewe katika maisha yao. Wakati wenzangu na mimi wakihitaji msaada wa watu wengine ili waweze kutekeleza majukumu mbalimbali katika maisha yao, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikieleza kuwa binadamu wa kundi hili hupenda kutatua matatizo yao wenyewe na mara nyingi hawapendi kutegemea msaada wa wengine isipokuwa pale tu inapobidi. Namba 2, ni wanadamu ambao wanapenda kufikiria kabla ya kutenda. Kabla ya kufanya uamuzi, hutafakari kwa makini faida na hasara ili kuepuka makosa. Wakibaini faida ni nyingi kuliko hasara, ndipo wanapolifanya jambo ambalo limezaliwa kutoka kwenye maamuzi yao. Lakini wakibaini hasara ni nyingi kuliko faida, hulisitisha jambo hilo mara moja. Namba 3, ni binadamu wanaothamini muda wao katika maisha yao. Ni watu wasiopenda kupoteza muda kwenye mambo yasiyo na manufaa na mara nyingi hujitahidi kuutumia muda wao kwa shughuli zenye tija kwenye maisha yao. Namba 4, ni binadamu wenye nidhamu kwenye maisha yao. Binadamu wengi wa kundi hili hupenda kufuata ratiba ambazo wamejipangia. Hupenda kufuata kanuni na mipango waliojiwekea ili kuyafikia malengo yao. Kwa sababu ya nidhamu ya hali ya juu waliokuwa nayo kwenye maisha yao, ni watu wanaopendwa katika taasisi mbalimbali ambazo wanazifanyia kazi, lakini pia nidhamu hiyo huwasaidia kutimiza malengo mbalimbali ambayo binadamu wengine hawawezi kuyafikia. Namba 5, ni wanadamu ambao huwa inawachukua muda kuwaamini watu wengine. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua kuhusiana na binadamu wa kundi hili ni watu wasiofunguka kirahisi kihisia. Inaweza kuchukua muda mrefu sana kuwaamini watu na kuwaeleza watu hisia zao kwa uwazi. Ni watu ambao wakati mwingine hata unapowakwaza unaweza usijue kama umewakwaza, kwani wana uwezo mkubwa wa kuficha hisia zao. Namba 6, ni binadamu wanaopenda utulivu kwenye maisha yao. Binadamu wa kundi hili hufurahia mazingira yenye amani na mara nyingi hawapendi kelele au migogoro isiyokuwa ya lazima. Namba 7, ni wavumilivu. Wanaweza kufanya kazi kwa muda mrefu ili kufikia malengo yao bila kukata tamaa wala kuchoka, na uvumilivu huwa ni silaha tosha ambayo huwavusha kutoka katika hatua moja ya maisha na kuwafikisha katika hatua nyingine bora zaidi katika maisha yao. Namba 8, ni binadamu wanaopenda ubora kuliko wingi. Wapo wenzangu na mimi katika maisha yetu ambao wanapenda wingi kuliko ubora, lakini binadamu wa kundi hili huamini ni bora kufanya jambo moja vizuri kuliko kufanya mambo mengi bila umakini. Namba 9, ni binadamu ambao huwa inawachukua muda mrefu sana kujenga mahusiano ama urafiki mpya kwenye maisha yao.
Moja kati ya saikolojia ambazo unatakiwa kujifunza kuhusiana kwa binadamu hawa ni kile kiwango cha muda ambao huwa wanauchukua katika kutengeneza urafiki mpya ama mahusiano. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua, kama walivyochukua muda kuingia kwenye mahusiano ya kirafiki au ya kimapenzi, ndivyo hivyo watakavyokwenda kudumu katika mahusiano. Wakimwamini mtu, huwa wanamwamini kwa moyo wao wote, na huwa ni vigumu mahusiano hayo kuvunjika. Namba 10 ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kujisimamia katika mambo yao na wakafanya kwa ufasaha kuliko binadamu wengine. Hawa ni watu ambao hawahitaji kusukumwa kila wakati ili kutimiza majukumu yao. Mara nyingi ni binadamu ambao wanaweza kujihamasisha wenyewe bila kuhitaji hamasa kutoka kwa watu wengine ili wafanye mambo kwa ufasaha katika maisha yao. Kundi la 6 la binadamu ni binadamu waliozaliwa wakiwa na midomo ambayo lips zao za juu zina pembe 3 ambayo imechongoka. Katika mdomo wa juu, ukijaribu kutazama chini kidogo ya pua yako, huwa kuna mfereji fulani ambapo baadhi ya wanadamu mifereji hiyo huwa inaonekana imechongoka kidogo kuja ndani kidogo ya lips zao. Mifereji hiyo huitwa filtrum. Binadamu ambao mifereji hii inafanana na pembe 3 ambayo imechongoka, hawa ni wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Namba 1 ni binadamu wabunifu sana kwenye maisha yao. Mara nyingi huwa na uwezo wa kufikiria mawazo mapya ama kutafuta suluhisho la kipekee kwa matatizo mbalimbali ambayo wanakumbana nayo katika maisha yao. Ubunifu waliokuwa nao katika maisha yao ni moja kati ya sababu ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wafanikiwe kuliko binadamu wengine, kwani ubunifu katika maisha ni kanuni mojawapo ya mafanikio. Namba 2, wana kipaji cha kujieleza kuliko binadamu wengine. Unajua, uwezo wa kujieleza ni kipaji. Si kila mwanadamu anaweza kusimama mbele za watu na kujieleza vizuri kama wanadamu hawa. Hawa ni wazuri katika kuzungumza, kuandika, kuigiza, kuimba au kutumia sanaa kuelezea hisia zao, na ndiyo maana mara nyingi binadamu wa kundi hili wanapokuwa katikati ya kundi la watu alafu akahitajika mwakilishi mmoja, watu wengi huwachagua binadamu wa kundi hili ili waweze kuwawakilisha binadamu wengine. Namba 3 ni wanadamu wenye kumbukumbu nzuri kuliko binadamu wengine. Hawa ni watu wenye uwezo mkubwa wa kukumbuka matukio kiurahisi kuliko binadamu wengine. Mara nyingi hukumbuka kwa urahisi matukio ya msingi, nyuso za watu na taarifa walizowahi kujifunza kuliko binadamu wengine. Namba 4 ni wachangamfu na wenye haiba. Huwa rahisi kuanzisha mazungumzo na huwafanya wengine wajisikie huru wanapokuwa karibu nao. Namba 5, hupenda kusaidia watu wengine. Wanapopata fursa ya kuwasaidia watu wengine, hujitoa kwa moyo wao wote kwa ajili ya kuwajali na kuwapa msaada binadamu wanaopitia magumu. Wanapata furaha wanapoweza kuwasaidia watu wanaohitaji msaada ama ushauri. Namba 6 ni binadamu wenye huruma kuliko binadamu wengine. Binadamu wengi wa kundi hili huwa na uwezo wa kuelewa hisia za watu wengine kiurahisi na kuwafariji wanapopita katika nyakati ngumu, na ndiyo maana wakati mwingine binadamu wa kundi hili huwa ni kama wanasaikolojia wa asili, kwani wanapokutazama tu wanaweza kujua ikiwa wewe unapitia nyakati ngumu ambazo unashindwa kueleza kwa mdomo wako, na wanaweza kujua namna gani watakavyokurudisha katika hali yako ya kawaida. Namba 7 ni binadamu wanaopenda kujifunza. Huwa na hamu ya kupata maarifa mapya na kuendeleza ujuzi waliokuwa nao katika maisha yao, na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni wajuzi katika mambo mbalimbali kuliko binadamu wengine. Namba 8 wana uwezo mkubwa wa kutatua matatizo na changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo katika maisha yao. Moja kati ya sifa ambazo unatakiwa kuzielewa kuhusiana na binadamu wa kundi hili, hawa ni binadamu ambao wanapopokea changamoto hufuatilia njia za ubunifu na zenye mantiki katika kuzitatua, na ndiyo maana watu wengi wanapenda kuwapelekea binadamu wa kundi hili changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia, kwa sababu wanaamini usuluhishi wa changamoto zao upo ndani ya binadamu wa kundi hili. Mwenyezi Mungu ameweka busara na hekima ya kutatua changamoto mbalimbali katika binadamu wa kundi hili. Namba 9 wana uwezo wa kuhamasisha wengine. Maneno na matendo yao mara nyingi huwapa wengine motisha wa kufuata malengo yao.
Ndiyo maana asilimia kubwa ya vitu ambavyo binadamu wa kundi hili huvifanya katika maisha yao huwashawishi watu wengine, na watu wengine pia wakaanza kufanya vitu sawasawa na wao kwenye safari yao ya maisha. Namba 10, wanathamini mahusiano ya karibu. Huamini katika urafiki na mahusiano yenye uaminifu, heshima na mawasiliano mazuri. Kundi la 7 la wanadamu ni wanadamu ambao wamezaliwa katika midomo yao ya juu, chini ya pua zao, wakiwa na mfereji mdogo ambao una umbo la nusu duara. Yani ukitazama chini ya pua yako, mchoro huo ambao unaitwa fitram unakuwa ni kama nusu duara, ni kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wengi waliozaliwa wakiwa na sifa hii, hawa ni watu wenye tabia, haiba na sifa zifuatazo. Namba 1, wana moyo wa huruma. Huwa na tabia ya kuwajali wengine na hufurahi wanapoweza kuwasaidia watu wengine wenye uhitaji. Namba 2, ni wakarimu katika maisha yao. Binadamu wengi wa kundi hili wanapenda kuwashirikisha wengine chochote walichokuwa nacho katika maisha yao, lakini hawasiti kutoa msaada kwa familia, marafiki na hata kwa watu wasiowafahamu. Namba 3, wanaelewa hisia za watu wengine. Ni rahisi kwao kutambua mtu anapokuwa na huzuni au furaha na hujitahidi kumtia moyo ili arudi katika hali yake ya kawaida. Namba 4, ni binadamu wanaopenda kushirikiana na binadamu wengine. Binadamu wa kundi hili huwa wanaweza kufanya kazi vizuri pale wanaposhirikiana na binadamu wengine, kwani hawa ni watu ambao wanaamini mafanikio yanapatikana kupitia ushirikiano wa mtu zaidi ya mmoja. Namba 5, ni binadamu waaminifu katika mahusiano. Huthamini uaminifu na hujitahidi kudumisha mahusiano yenye heshima na upendo katika maisha yao. Namba 6, wanapenda kuwahudumia watu wengine. Hufurahia kuwasaidia watu na mara nyingi huweka mahitaji ya wengine mbele yao, yani kuna muda ambao wapo tayari kuacha kufanya mambo yao kwa ajili tu ya kuwasaidia binadamu wengine. Namba 7, ni watu wavumilivu sana kwenye maisha yao. Hawakasiriki haraka na huwa tayari kuwapa wengine nafasi ya kujirekebisha pindi wanapowakosea, na ndiyo maana unapokuwa na ukaribu na binadamu wa kundi hili, ukiona umemkwaza kiwango cha kukuondoa kwenye maisha yake, ujue wewe umeshindikana, kwani wana kawaida ya kutoa nafasi zaidi ya moja pale unapokuwa umewakosea. Namba 8, wanajenga urafiki kwa urahisi kuliko binadamu wengine. Kwa sababu ya ukarimu na tabia yao nzuri, watu wengi hujisikia huru wanapokuwa karibu nao, hivyo asilimia kubwa ya wanadamu hupenda kujenga ukaribu nao, ikiwa ni pamoja na urafiki. Namba 9, hupenda kuleta furaha kwa wengine. Wakati wenzangu na mimi wakifurahia wanapowasababishia watu wengine msongo wa mawazo, lakini binadamu wengi wa kundi hili huwa wanafurahi kuona watu wanapotabasamu, wakifurahia maisha na chanzo cha amani ya watu wengine wakiwa ni wao. Namba 10, wanathamini familia na jamii. Huona familia na marafiki kuwa sehemu muhimu ya maisha yao na kujitahidi kudumisha uhusiano mzuri ili kuhakikisha wanaishi vizuri na makundi mengine ya wanadamu. Kundi la 8 la binadamu ni binadamu waliozaliwa lipsi za midomo yao ya juu zikiwa hazina mbonyeo wowote, yani hakuna pembe tatu ya mistari ya fitram wala hakuna nusu duara juu ya midomo yao ya juu. Midomo yao inakuwa flati kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Hawa ni wanadamu wenye sifa zifuatazo. Namba 1, ni watu wanaowajibika sana katika maisha yao. Ni binadamu ambao wanapopewa jukumu hulichukulia kwa uzito na kujitahidi kulikamilisha kwa uadilifu mkubwa na uaminifu kuliko binadamu wengine. Namba 2, ni wanadamu wanaopenda kuwasaidia watu wengine. Mara nyingi wako tayari kutoa msaada bila kutarajia malipo yoyote au sifa kutoka kwa binadamu aliyowasaidia. Namba 3, ni binadamu waaminifu katika maisha yao. Ni watu wanaothamini ukweli na kujitahidi kutimiza ahadi ambazo wanazitoa katika maisha yao. Namba 4, ni watu wanaopenda utaratibu kwenye maisha yao. Hufurahia maisha yenye mpangilio na hupenda kupanga mambo yao mapema kuliko binadamu wengine. Namba 5, ni watu wanaoaminika sana.
Marafiki pamoja na familia huwaona kama watu wanaoweza kutegemewa wakati wa shida, ni kwa sababu ya mioyo yao ya kujitoa na kuwasaidia binadamu wengine. Namba 6, wana huruma kuliko binadamu wengine. Huwa na moyo wa kuelewa changamoto za watu na kujitahidi kuwafariji, ikiwa ni pamoja na kutoa msaada kama wanao uwezo wa kufanya hivyo. Namba 7, hawapendi migogoro katika maisha yao. Mara nyingi hutafuta suluhisho la amani badala ya mabishano na ugomvi. Namba 8, ni wavumilivu sana katika safari yao ya maisha. Huwa tayari kusubiri na kufanya kazi kwa bidii hadi wafikia malengo ambayo wanatamani kuyafikia kwenye maisha yao. Namba 9, wanapenda kujitoa kwa familia na marafiki zao. Huona mahusiano ya karibu kuwa muhimu na huhitaji kuyadumisha katika maisha yao. Namba 10, wanajali matokeo ya matendo yao. Kabla ya kufanya uamuzi, hufikiria jinsi maamuzi ambayo wanahitaji kuyafanya yatakavyoathiri wao pamoja na watu wengine. Wakibaini maamuzi hayo hayatokuwa na matokeo mazuri, basi huyakanseli mara moja. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.